بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu Muislam, tutambue ya kuwa katika mambo ambayo yatakayofanya wewe na mimi na mwingine Muislamu ambaye anayesali kutilia muhimu wa mwili wake ambao unautekeleza ile ibada, kwa sababu ikiwa mwili wa Muislamu ambaye anayesali hakutilia umuhimu, hakuzingatia, hakuwekea manani katika ibada yake, basi mwili ule utakuwa unamshughulisha katika ile ibada. Na khushu'i inahitaji utulivu wa kiroho na utulivu wa kimwili. Kwa miongoni mambo ambayo yatakomfanya mtu awe na utulivu katika sala, akoge kabla kusali ikibidi, ikiwa hakuna budi ile jambo, kwa sababu sisi tunajua binadamu tunatofautiana katika kazi zetu. Kuna baadhi ya kazi hazihitaji mtu kukoga, sababu mashallah mtu kwa ofisini, si muda wote, kwa mafuta mauzo anajipaka muda wote, kwa utake na kusali mwili wake kwa msafi, hauna tatizo. Lakini kuna baadhi ya watu kazi zao ngumu, kazi za majasho, kazi za kuchafuka mwili, kazi na kwa mwili unapata muwasho na vitu vingine. Kwa unapokuwa mtu msikitini, mtu kama huyu anapokwenda kwa ajili ya ibada, mwili wake utakuwa na muwasha, utakuwa na hisi joto, anaishi tafrani, hasa mfano labda kusengine mume hamna ukazimwa, atakuwa anajisi tamani sala amalize kusali kwa sababu hakujiandaa kimwili katika ile sala. Kwa kila mtu anajua nafsi yake katika anayetaka kusali, kwa mimi hapa kwa mujibu nilivyo, kazi yangu hii ninayofanya nahitaji kusali. Uislamu hudharau kazi ya mtu maadamu ya halali, anapata riziki ya halali, lakini tu kazi ile isiwe sababu ikawa mtu inamshughulisha na ibada. Kwa kuna baadhi ya kazi ambazo zinajulikana, kama mtu anafanya kazi maalum, wakati karibia kusali akajitie maji na kujisafisha mwili wake, ili mwili wake uwe msafi, uwe mzuri, usiwe na mawasho, usiwe na joto, ili aweze kusali vizuri na kuteleza vizuri baada yake. Sababu ili khushu ipatikane, lazima mwili wa Muislam uwe maridadi na umetulia. Lakini vile vile ikibidi saa nyingine kwa mtu atakayepiga mswaki, kwa sababu kupiga mswaki ni sunna kwa kabla kusali, kwa ajili ya kutokera watu msikitini. Mtu labda kana kitu fulani, au labda mdomo wake muda mrefu hajapiga mswaki, kwa anakoga na kupiga mswaki kwa ajili ya kuandaa mazingira mazuri ya yeye kusali. Lakini vile vile tahitaji kwamba kutia manukato ili kunukia kwamba yeye kuna msikitini ananukia vizuri, na vile vile na watu anaokaa nao asiwakere. Inawezekana mtu mwingine anasali na pembeni kuna rafiki yake au ndugu yake, lakini ndugu yake hakujiandaa ile maandalizi mazuri, akawa anamkera kwa harufu mbaya, anamkera kwa harufu ya duriani, anamkera kwa harufu ya sigara, anamkera kwa harufu ya kitunguu maji, akawa mwenzake anamharibia ibada yake, anatamani sala imalize sababu fulani hakujiandaa kusali. Kwa kuna baadhi ya mambo mtu hajiandaa na sala, inakuwa ni adha mpaka kwa wengine, anaweka kero kwa watu. Kwa huyu anakera watu, na jambo hili mtu kumkera Muislamu mwenzake haifai. Na vipi wewe unamkera Muislamu mwenzako ndani ya ibada? Nini unataraji kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa maandalizi haya yatafanya Muislamu awe na raha katika kusali, lakini vile vile wenzake wasihisi tabu kukaa naye katika ile safu unaposali. Kwa katika maandalizi ya kimwili, ili moyo uwe safi, ili moyo uwe salama, ili moyo unyenyekevu katika ile ibada mtu ambayo anaifanya. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Istiqama Swahili TV, busati la elimu na hekima.